Sema basi amina. Amen. Tuende pamoja katika neno la Mungu siku ya leo, na kichwa cha somo kinasema ukiona unapigwa sana, elewa unachobeba nacho ni kikubwa sana. Ukiona unapita popote pale, unaposema kupigwa sio kupigwa ile kimwili. Sawa, yamkini unaonewa kimwili, lakini no, unapopita kwenye mambo mazito, unapokuwa unapigwa na dhoruba katika maisha, kila ukigeuka ni vita, kila kitu unachokiendea ni vita, elewa nacho unachokibeba ni kikubwa kuliko hiyo vita. Wachawi wanajua wewe ni nani na unachokibeba ni nini. Mtu ni roho aliyebeba nafsi, anakaa katika mwili. Wachawi au kuzimu au watu wabaya ambao wamevaa roho ya shetani wanajua wewe ni nani, na wanafahamu kwamba wewe utakuwa nani. Tangu ukiwa mdogo wanaweza wakasoma nyota, wanaweza wakasoma nafsi yako. Mtu ni roho na aliyekaa kwenye mwili, mtu ni nafsi ambaye anakaa kwenye mwili. Wewe mwenzako unachokibeba, ongea basi na mwenzako, wewe unachokibeba ni kikubwa kuliko vita. Ukishashinda kila mtu ataogopa. Ukishasikia unasema naogopa yule mtu, naogopa yule mtu, usilete maneno naogopa. Ukishaona mtu mkali, maandiko yanasema wenye ukali, watu wakali hushika mali, watu wakali hushika utajiri. Leo nakutamkia, wanaokukataa hawakukatai wewe, wanakataa unachokibeba, na unachokibeba kina nguvu, lazima kitazaa matunda. Pale anayenisikiliza hapa, huyo mtoto atakwama, huyo mtoto atakwama, amepiga uchumi wa mzazi. Leo na watandika waachie fahamu za mamake, waachie fahamu za mamake, ili mtoto aende kwenye lengo. Roboshaka, kuna watu wanapita pagumu, hawapiti pagumu kwa sababu yao, na mkini watoto wako wako mashujaa na wameshasoma nyota, wanakupiga kama mama mse, wanakupiga kama mama uondoke, wanapiga na uchumi. Kuna wakupigi wewe, wamemuona waziri anayekuja, anaonekana mfanyabiashara anayekuja, anaonekana na pia anayekuja, anaonekana mchungaji anayekuja. Nani nataka nitangaze kwa Mungu anisikia, hautakimbia kwenye hiyo boma, hautakimbia kwenye hiyo ndoa. Kila tumbo lako limezaa, lazima kitaleta matunda. Sikiliza, siko nyakati unapita hata chakula cha kuwapa watoto una, lakini Mungu anafungua milango, anakupa na neema, anakupa na macho, anainua na watu, anafungua vijito vya maji. Jambo kubwa, Ishmaeli yakue. Ishmaeli kuna sehemu akifika, atafuta aibu yako kwenye hiyo familia. Na natamka kinabii, kuna watu watafutiwa aibu, kuna watu watafutiwa. Kabla Yesu ajaye lazima utaweka historia. Unachokibeba lazima kikosaliwa. Tunakupushi mtoto, natamka kinabii, itakuwa hivyo. Tucheke kitabu cha Marko 1 mstari wa 23-25. Pepo linasema na kujua unani, wewe mtakatifu wa Mungu. Sasa pepo anakuwa ndani ya mtu, alafu shetani anakujua kuwa huyu ni kichawi. Ngoja, Yesu alikemea pepo, alafu pepo anamuuliza Yesu, anamwambia Yesu, ninakujua wewe mtakatifu wa Mungu. Pepo limekaa ndani ya mtu, Yesu anatisha watoke, alafu wakamjua Yesu kwamba ndio mkuu na ndiye atakayekuja kwa hukumu nyakati za mwisho. Kwa hiyo mtu mwenye pepo au waguzi au waganga au chochote wanaweza wakasoma nyota yako, wakasoma uelekeo wako, wakajua utakwenda kuwa nani mwaka fulani, na wakaanzisha vita. Nao nataka nitangaze hata wanaofunga madini kwenu ili kuiba nyota za watu na kusoma nyota za watu, lazima hayo mapepo yafe kwenye hiyo boma. Kila mfunga majini kwenye eneo uliyepo, ama frimazo, hiyo wachawi, hiyo wakanga wanaotumia mapepo kusoma nyota za watu, hayo mapepo yafe. Tangaza, 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 tangaza kwa damu ya Yesu. Tangaza, tangaza, tangaza. Majini kwenye ardhi hiyo wanaosoma uelekeo wa vijana, uelekeo wa kuolewa, uelekeo wa kuoa, uelekeo wa kujenga, wakalamu wasiolewa wasijenge. Tangaza mapepo yafe, 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 yafe. Tuma damu ya Yesu. Kitabu kile cha Joshua 13:22 anasema, Balaamu naye huyo mwana wa Beori, huyo mchawi, wana wa Israeli walimuua kwa upanga. Cheki mstari wa 22, Hesabu 22 mstari wa 5. Kiongozi huyu
tu watu wa Israeli. Laana ya kichawi anaitwa mtu kumuita mtu akisema njoo basi unilaanie watu hawa, maana lina nguvu kuliko mimi. Aliona alichokibeba Israeli, akatamani kulaani Israeli ili kudhoofisha Israeli, maana ukilaaniwa unakosa nguvu. Kila laana unayolaaniwa isikupate katika jina la Yesu leo. Sema isinipate katika jina la Yesu leo. Kiongozi huyu anaona taifa la Israeli, alafu anaona wanachokibeba. Alafu kwa sababu anaona wanachokibeba, anachofanya bado Waisraeli hawajafikia ile hatima ambayo Mungu alikusudia. Lakini tayari waliiona, na walipoiona anamlipa mtu, anamkodi mtu, kama ambavyo leo kuna watu wanalipa watu ili wakodee mahali, ili wakuchafue, ili waharibu nyota yako. Analipa mtu ili alaani taifa la Israeli. Lengo la kulaaniwa ni kudhoofishwa. Ukilaaniwa maana yake unadhoofishwa, ukose nguvu. Hata leo hapa kuna watu wengi mmelaaniwa, laanika, usizae, usibarikiwe. Wamenena maneno mengi, aishivyo Bwana. Leo nafuta hayo maneno, leo nafuta hayo laana. Unachokibeba akilaaniki, unachokibeba akitalaanika. Waliokulaani laana zitawarudia. Tumoja aseme fire. Sema kila aliyenilaani alaaniwe leo. Kila aliyelaani uzao wangu alaaniwe leo kwa damu ya Yesu. Kila anayeloga leo alaaniwe, akose nguvu ya kunilaani. Hivi unanielewa mwanangu? Wanakuweka kwenye chupa, wanaweka loga kwenye chupa. Wanasema kama tunavyofunga hii chupa ndivyo ambavyo tunamfungia apumui na atoki. Leo tunapasua mpaka vyupa, tunapasua mpaka makabati, tunapasua mpaka vioo, tunapasua mpaka makaburi. Lazima walioziko watoke. Sema kila anayetulaani leo laana tunarudisha. Uko tayari kuombea laana irudi? Uko tayari nikuombee? Sema fire. Sema fire. Huyu kiongozi aliona Waisraeli kutoka mbali, aliona nyota zao. Wachawi wanaweza kuona nyota yako tokea mbali. Hili ni chawi aliitwa kulaani, lakini alipofika aliona familia Israeli, akaona nyota na kitu kinachokuja ndani ya Israeli. Hebu tusome kitabu kile cha Hesabu tusome 24:17. Leo nyota yako nitaileta. Narudia, nyota ya kuolewa itakuja. Nyota ya ndoa itakuja. Nyota ya biashara itakuja. Nyota ya watu zaidi itakuja. Nyota ya kusomesha watoto wako itakuja. Huyo mtoto aliyemzaa ni profesa wa siku zijazo. Hiyo faraka iliyoingia kati yako na mume wako, leo naiondoa. Mtoto aende shule, apate mahitaji yake yote. Roba shaka kila kahaba aliyekamata, kila mtoto aliyekamata, hawatazuia ndoto ya mtoto wako. Hawatazuia ndoto ya mtoto wako. Hata kama ni mdogo anabeba ndoto, hata kama ni mkubwa ni mrefu akatolewa huko. Tumeja apige kelele aseme ndoto yangu lazima itaachiliwa na nyota yangu itaachiliwa. Kuna mtu anapata nisomee jamani kitabu cha Hesabu 24:17? Hakuna. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema nyota yangu iachiliwe. Niite. Uko tayari? Akia Mungu itafika sehemu kimwekea mikono mume wako, akitoka asubuhi anakuambia nimepata dili. Ukimwekea mume wako mikono akitana mama nimepata dili. Nataka hivi waliokoka wamiliki ramani, wapate ramani, wapende usiku na hiyo nyumba itamaliza miaka 4 ikiwa inasimama hivyo. Nataka miaka 3 iwe imepauliwa. Nataka miaka 3 unaingia. Hautafia kwenye nyumba ya ng'ombe, hautafia kwenye hiyo nyumba. Natamka nenda mlango. Nachukia wachawi Mungu wangu. Mchawi. Na bado unataka kumpaka mafuta. Mchawi anataka kuondokishi. Ukibeba mimba anataka ufanye mimba. Ukipata kazi
Sema ya. Anasema 24. Angalia mstari wa 17. Anasema tusome wote. Anasema namuona. Lakini si sasa. Namtazama. Biblia yako imeandikwa hivyo. Hebu sema namuona. Kwa sauti sema namuona. Huyu ni mganga mmoja ambaye Balaki alimuita aje alaani watu ambao wana vitu. Yaani wakati analani taifa la Israeli wana taarifa. Yaani kama ambavyo unapigwa una taarifa. Halafu huyu mganga anafika pale, Mungu anamwambia subutu. Alipofika pale, maandiko yanasema, "Hebu andaa sadaka, alafu niangalie." Ndio maana ni muhimu uachilie sadaka unapotaka Mungu apigane na maadui zako. Kwa sababu mjui wangapi wameenda kutoa sadaka na waliokola tunapenda kuja mikono ya mitume, sio kama Mungu anashinda na sadaka. Tena aliwaka anatoa mamilioni. Mnasikia siku ile dada alikuja hapa, nafikiri anatoka hapo radio. Sio alibadiliko kule Iten. Anakuja hapa, yani imetolewa dume la milioni kadhaa. Amefungwa ni mwalimu, afundisha anaumwa, paka anaonyesha mtu wakati analala. Anasema tumetoa dume. Alafu ndio dume ni ndugu yake baba yake. Chezani. Sio kama siku hapa. Mtu anauma tu mgongo ateme. Lakini Mungu asante ameweka madhabahu hapa. Yaani inaitwa karakana. Waliolaaniwa, walioibiwa nyota zao, walioadhibiwa, waliotupiwa mateso, wakifika hapa karakana la Yesu inafanya kubomoa. Tumoja asema nao watabomoa. Anasema leta sadaka, anatoa sadaka. Ile sadaka mizimu inaenda kuangalia. Angalia, namtazama lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Nyota, hebu sema nyota. Sema kwa sema nyota. Itatokea katika Yakobo. Na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Nayo, sema nayo itazipiga pembe za Moab na kuwavunja wana wote wa Gazia. Lakini Balaamu, hiki ninachokiona nasema ni laani. Naiona japo sio leo, sio kesho. Natazama sio kwa karibu. Naiona